andika ameelezea moja kati ya sura inaitwa sexual transmutation. Sitaizungumzia sasa, sitaki kwenda sana deep, kwa kitabu na wewe ukisome kwa sababu utanichosha na mimi sitaki unichoshe. Sio mambo ya kueleza hapa, bado ni mengi. Anazungumza hivi, ile tamaa ya hamu ya nini ya sex, yani ya ngono, wanaume ambao wanakuwa nayo, yani mwanaume akiwa kwenye hizo hisia ana uwezo wa kumfukuzia binti, yani hata mwaka mzima anamtongozaga tu, lakini ikifika kwenye kutafuta kazi anatafuta mara moja anaacha. Foolish huyo. Yani umeweza kuifukuzia pisi mwaka mzima, lakini kazi mchongo unafukuzia mara moja. Ukiambiwa no, neno no maana yake next opportunity. Umefanya mtihani mara moja, eti kwa sababu umefeli, moko matokeo hayajaja sawa, eti umechukua neno fail. Kuja kujua maana ya fail, maana yake first attempt in learning. Wewe haujafeli, you are not a failure. Ila ukikubali tu nimeshindwa, kuisha habari yako. Si umecommit, umekiri mimi siwezi, na kweli huwezi. Ukiamini huwezi kweli kweli. Like ningejua hizi siri, mimi hesabu ningepata A. Walimu yawezekana sikupata mtu mwanzoni wa kunieleza hivi. Mimi lazima ningepata A zote. Sikupata mwanzoni. Like ningezijua hizi siri tangu nikiwa kule, leo hii ningekuwa mbali sana. Lakini sijachelewa. Na wazungu wanasema nothing is ever too late. Too late is a language of failures. I'm not a failure. Ni wewe wasikana, wewe ni mtu ugairisha sana. Inaitwa procrastination, ugairishaji wa mambo. Yani watu wengi ambao hawajafanikiwa ni watu wanaogairisha mambo. Procrastination, wewe ni procrastinator. Yani unagairisha, unapanga nitaanza kusoma leo. Yani hii imewakuta wengi hapa. Yani kizuri lazima iwakuta wengi. Ili ulipokuja form 5 ukasema nitaanza kuwa serious nikirudi term ijayo. Yani ilipofika hiyo term ijayo hiyo ukasema nitakuwa serious, yani kuanzia wiki ijayo nakuwa serious. Unapanga kabisa vizuri, na kesho naanza kuamka. Yani kwa kweli na baridi kama hizi za huku Tukuyu sasa. Wasema kesho nitaanza kuamka asubuhi. Wasema kesho. Ikifika hiyo kesho unajaribu kweli yani umedhamiria. Unajaribu kutoa kwenye blanketi, ukitoa hivi upepo ule baridi inakupiga. Unavuta tena namna hii. Procrastination, kugairisha mambo, ni mbolea inayotumika kurutubisha nini? Matatizo. Usiwe mtu ugairisha mambo. Kesho ni siku inayopatikana kwenye kalenda ya wajinga kwenye dunia hii. Semaje kesho? Sema ni leo. Neno maendeleo lina neno leo, anza leo. Yani usizidiwe na ng'ombe anayetembea akijisaidia ili aokoe muda. Sasa kwa nini uanzi? Ukiplani kwenda shule, nenda shule. Ukiwa shule kuwa hapo. Ukiamua kusoma kuwa hapo, focus. Tunaona vizuri. Pana jamaa mmoja alikwenda kutafuta hekima hizi. Unajua zamani elimu ilikuwa, kabla Waingereza hawajaanzisha hii elimu ya nini? Ya kuja shuleni kukaa huko kufundishwa ili ukawe maskini. Si ndio Waingereza, si ndio walitengeneza hii aina ya shule na wafundisha hapa? Yani hii shule ambayo tunawapa ninyi, in reality ni ya kuandaa maskini wengi. Yani huo ndio ukweli sasa. Na ndio maana unakuta mwaka wa kwanza unapendeza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu unamaliza pale unaanza kuchoka, kwa sababu ukiona mbele unaona giza. Huoni pa kuelekea. Na ndio maana mpaka sasa hizi wanafunzi wewe mnamaliza form 6 ukikuuliza unataka kusomea nini hujui. Yani inawezekana unataka kusomea ukimaliza utaenda kutafuta watu, hebu nishauri nikasome course gani, kwa sababu haukuandaliwa kuwa champion. Uliandaliwa kuwa poor man, kuwa subjective, kuwa mfanyakazi kwa ajili ya watu wengine wenye ndoto kubwa. Waingereza ndio walianzisha hii aina ya shule baada ya Industrial Revolution. Zamani haikuwepo. Zamani walikuwa na mfumo wa shule unaitwa mfumo wa wanagenzi. Yani ukitaka philosophy, ukitaka kujua mambo unaenda kwa fundi. Ukitaka kuwa fundi unaenda kwa fundi anayetengeneza tayari nyumba. Sasa hizi unakuta mwalimu anakufundisha business studies, hana hata kibanda cha duka. Mwalimu anakufundisha agriculture, lakini yeye mwenyewe hawezi kudifferentiate kati ya goat na sheep.
Hii ndo changamoto iliyopo hasa barani Afrika kote, sio hapa tu Afrika, kidogo Nigeria ndo wameadvance. Sasa huyu jamaa akaenda kwa mzee mwenye hekima, akafika kule, anataka kujua nini siri ya mafanikio. Leo ulichukua ile somo, niko bado nazungumzia kwenye kugairisha mambo. Alipofika pale akaambiwa ingia huko kwa mfalme. Akafika kwa mfalme, akuta watu wengine wanahudumiwa, wanapewa knowledge, wanaondoka, wanaingia. Ikafika zamu yake, akafika akamwambia, nimekuja mzee kujua siri ya mafanikio. Yule mzee mfalme akamwambia, sasa nakupa hiki kijiko changu, naweka na haya matone mawili ya dhahabu, naomba uzunguke kwenye himaya yangu yote hii, lakini hakikisha hayo matone mawili hayadondoki, hayapotei. Jamaa akachukua kijiko chake, akatembea. Sasa akawaza alivyotoka, nikizurura akamwagika, sitapata somo ambalo limenifuata. Mfalme amenipa sharti, tafuta chaka. Akatafuta chaka, akaweka kijiko chake, akajificha, akuzurura mle kwenye ile himaya ya mfalme, akalala pale. Jioni alipofika akarudi kwa mfalme. Akafika, mfalme, nimerudi. Umerudi kijana? Ndio. Kijiko na matone yangu yapo mfalme. Sema sawa. Lakini moja, umefanikiwa kuzurura kwenye himaya yangu, umeshuhudia maktaba ilivyo nzuri huko, viwanja vya mpira umeangalia. Sijazurura mfalme, niliogopa nitapoteza. Umeshafeli mtihani. Muhimu, lazima ufanye hivyo, kwa hiyo utarudia kesho mtihani, lazima uzurure. Kijana kesho yake akaamka kweli, katembea na kijiko chake kile, kazunguka sehemu ya kwanza, akapita kweli, akaona jumba kubwa la maktaba, akatulia pale, akasoma vitabu vizuri mle, akashangaa vitabu vizuri. Baadaye akatoka, akaenda kuzunguka kwenye mashamba, bustani mizuri. Njaa sasa mchana imemtwanga yule jamaa, akaingia kwenye hoteli moja, akuta warembo mle wanahudumia. Kaomba chakula na kijiko chake pembeni, kala. Alivyoshiba akaagiza walau kamvinyo kidogo, akaona kuna mvinyo mzuri sana ndani ya hoteli ile. Akanywa kidogo ule mvinyo, kwa sababu imeelezwa, akapiga mvinyo wake kidogo pale. Akatoka pale na kijiko chake, akaona bwawa zuri, swimming pool. Akaona warembo wanaogelea, akaweka kijiko pembeni, akaingia kujichanganya kuogelea na warembo. Baadaye na ule mvinyo unapanda kwenye kichwa, pembeni kulikuwa kuna uwanja mzuri wa mpira. Akatoka amejisahau, akaenda kwenye uwanja wa mpira, akacheza mpira. Anakuja jioni, kijiko hakioni, hakumbuki alikisahau wapi. Sasa nitafanyaje? Akarudi mpaka kwa mfalme. Alipofika kwa mfalme, mfalme akamuuliza, umerudi? Ndio. Umeshuhudia maktaba zangu? Ndio. Viwanja vya mpira? Ndio. Majengo mazuri kwenye hii miliki? Ndio. Sasa kijiko wapi? Akamwambia mfalme, wa kweli. Akarudi, mikono hii iko nyuma, kama mwanafunzi anayekabiliwa na mwalimu wa nidhamu. Alikuwa ametoroka kwenda center. So nimepoteza, sikumbuki wapi. Akamwambia, hilo ndilo somo la maisha yako. Ulichokuja ukifata, hilo ndilo somo la maisha yako. Fanya mambo yote, usipoteze focus. Wewe ulipoteza focus. Nini maana focus? Follow one course until success. Komalia mchongo mmoja mpaka ukupe matokeo. Shuleni hapo kuna mambo mengi, kilichokuleta focus nacho, uone kama utoboi. Hata ugailisha mambo. Adui namba 2, association, marafiki. Yaani kila mtu, hello, tuko pamoja mpaka hapo, si ndio? Adui namba 2, association, marafiki. Aina ya watu ambao wamekuzunguka. Kila mmoja wetu alivyo ni idadi ya watu 5 wanaoongea nao kila siku. Kama baba yako ni maskini, marafiki zake 5 wote maskini, yeye ndo maskini wa 6. Kama baba yako ni mlevi, yeye marafiki zake 5 wote ni walevi, yeye ndo mlevi wa 6. Kama wewe ni mzinzi, rafiki zako wote 5 ni wazinzi, yeye ndo kazinzi ka 6. Yeah, you take that one. Si ndio? Yaani maisha tunakuwa, you have the total 5 people around you. Unakuwa